Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa kabisa. Sasa leo tutaangalia matukio 10 bora ya wanasiasa, lakini ili la mwisho limezua mjadala mkubwa sana. Sasa bila kukupotezea muda, na wewe bila kunipotezea mimi muda, bila kukuchosha na wewe bila kunichosha mimi, twende tuangalie tukio namba 10. Kura chuma hicho. Wewe nani sasa? Unangoja mimi naona unangoja hijabu na mwanamke mmoja anangoja hijabu. Wakati anavaa hijabu. Yule Muislamu kavaa hijabu na kwa hijabu. Sio na kusha bwana, nguo hijabu bwana, msicheze na maisha ya watu. Sawa bwana. Miaka 50 inatosha. Mmesha salama. Sasa unangoja hijabu ili Waislamu wakashiriki ndani. Ili wapigane. Sio sisi. Hilo ndilo tukio namba 10 kati ya matukio 10 bora. Sasa twende tuangalie tukio namba 9. Kura chuma hicho. Kuna nini? Twende, kuna mahojiano. Ya nini? Tumeruhusu maandamano. Maandamano? Naomba twende basi. Naomba utumie ustaarabu tu, wewe twende. Nisipotumia ustaarabu nitakuvunjia heshima yako unajiona wewe. Ivunje. Una heshima wewe. Lakini heshima huna. Haya twende. Twende babu, wewe twende. Sina heshima. Twende wewe. Siendi kwa sababu unanivunjia heshima. Sawa. Siendi kwa sababu unanivunjia heshima. Unaongea wewe twende. No, wewe kuja kuleta. Wewe ni ofisa wa serikali. Wewe twende kistaarabu. No, kistaarabu unakuja kunidharau. Ungempigia simu. Unaniambia mimi sina heshima. Nifanye unachotaka. Twende kistaarabu. Kistaarabu gani bwana wewe? Unaita mambo gani wewe bwana wewe? Sikiliza bwana, nyinyi mmemsaidia wewe Tulia, mmemsaidia miaka 5. Sasa hivi ni zamu. Mimi siendi. Anaenda. Anatukanaje? Utaki sasa? Niambie. Kwani hawezi kusikiliza? Sasa nikwambie. Mimi sio mara kwanza kukamatwa na polisi. Tumeshamaliza tukio namba 9. Sasa twende tuangalie tukio namba 8. Kura chuma hicho. Watahukumu mataifa na kuwatawala kabila za watu, naye Bwana atawamiliki milele na milele. Wenye kutumaini watafahamu yaliyo kweli, na waaminifu watakaa naye katika upendo. Mradi neema na rehema zina wateule wake. Sasa twende tuangalie tukio namba 7. Kura chuma hicho. Mimi mwenyewe niliyesimama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan, mgombea ubunge wa nafasi ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kushoto kwangu ni wabunge wawili, Ridhiwani Kikwete wa jimbo la Chalinze, Subira Mgalu wa jimbo la Bagamoyo. Lakini mbele yetu hapa chini tuna madiwani wetu wa kata zetu katika eneo hili. Sote kwa pamoja tunaomba kura zenu. Hilo ndio tukio namba 7. Sasa twende tuitazame tukio namba 6. Jamani, wanasemaga uchawi upo kweli. Sasa kama uamini uchawi upo au uamini uchawi upo, ukiangalia hili tukio hapo lazima uamini kwamba uchawi upo. Kura chuma hicho. Mtanichagua kuwa mwakilishi wenu kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano, nitaweza kushirikiana CCM oye! Nitazichukua CCM oye! Ndugu wajumbe baraza wenzangu, CCM oye! Wewe mwenyekiti wa mjini njoo hapa. Sogea hapo. Mwenyekiti wa mjini Kamaria. Sogea hapo, karibu hapo. Haya, omba kura zako Husna. CCM oye! Sasa niambie, uamini uchawi upo? Sasa twende tuangalie tukio namba 5. Kura chuma hicho.
tulisema kwanza tupunguze gharama ya hilo ni miongoni mwa tukio namba 5 lilitokea kule Kenya. Presidenti wa Kenya Ruto alirushiwa kiatu. Sasa twende tuone tukio namba 4. Kura chuma hicho. Hata mkisema nipige push up napiga push up. Au nijaribu kupiga push up. Haya napiga. Ya, hiyo ni kati ya matukio 10 bora. Hii na Magufuli kupiga push up imeshika namba 4. Rais wa wanyonge, rais wa wasakatonge. Daima tutamkumbuka. Hebu twende tuangalie tukio namba 3. Kura chuma hicho. Nahitaji neema ya Mungu katika mkoa wake. Watoto wanaangamia, hawajapata neno la uzima. Sheria ipo lakini watu hawaiangalii. Dhambi imetapakaa, neno la Mungu alienei kama yanavyoenea madangulo na baa. Watu wanaomba muda wa kufanya uzinzi, hawaombi muda wa kumwabudu Mungu. Nahitaji neema na rehema ya Mungu. Inayo sheria lakini sheria haitatosha kuwakomboa wananchi wa Dar es Salaam. Nahitaji mkono wa Mungu. Nimekuja kwako Baba Mtume kuomba uniombee, uombee mkoa wangu. Ja, hilo limeshika namba 3. Ni miongoni mwa matukio bora ya kushangaza. Ni tukio ambalo liliwashangaza Watanzania wengi sana. Sasa twende tuangalie tukio namba 2. Kura chuma hicho. Hiyo ni miongoni mwa matukio makubwa sana ambayo yalishawahi kutokea nchini Tanzania. Kupigwa kofi kwa Ali Hassan Mwinyi, rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni tukio ambalo liliwashangaza wengi sana kutokana na huyu kijana kumpiga kofi rais mstaafu. Sasa twende tuangalie tukio namba 1. Ili tukio kwa kweli limezua mjadala mkubwa sana miongoni mwa Watanzania. Bila kukupotezea muda, hebu twende tuliangalie moja kwa moja ili tukio namba 1. Kura chuma hicho. Hilo ndo tukio ambalo limewavutia wengi sana. Kwa hiyo kati ya 10 bora za matukio ambayo yalishawahi kutokea ambayo yalifanywa na wanasiasa, hilo limeshikwa namba 1. Sasa usikose tena kwenye kipindi chetu pendwa. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Asanteni sana.